Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, mtangazaji wako mwenye anamfanyia mwananchi kazi, mwenye anamulika taarifa ambazo haziwezi zikamulikwa mahala popote. Mimi ninazungumza kwa minajili ya mwananchi, na kama upo na taarifa ambazo unaogopa kuziangazia, wewe nitumie taarifa hizo kwenye email yetu ya studio pamoja na nambari yetu ya studio ambazo zipo kwenye kurasa zetu hapa. Unaweza kututafuta, ututumie hizo habari tukaziangalie. Tutazungumza kwa niaba yako. Mtazamaji, hii serikali ambayo kwa kawaida mimi ninasema kwamba iliweza kumwaga damu ya Watanzania ambao hawakukuwa na kosa lolote, wameanza kuwindana wao kwa wao. Hii serikali ya CCM, chama cha mauaji Tanzania, wameanza kuwindana wao kwa wao. Kivipi? Taarifa ambazo ninaambiwa ni kwamba Emmanuel John Nchimbi ambaye ni makamu wa rais Tanzania anapaswa kukuwa makini sana na maisha yake. Kwa nini? Kila kitu kibaya ambacho serikali hii ya Samia inataka kufanya huwa anakikataa. Sasa ninashangaa kipindi ambapo Samia alikuwa anawaua wa Tanzania kuanzia tarehe 29 Oktoba, 30 Oktoba, 31 Oktoba, mbona hakukataa? Ama alikataa Samia akasema kwamba yeye ndio rais atekeleze yale? Na kuomba uweze kuangalia hii kanda na uisikilize kwa makini. Nitakusaidia kuielewa. Chimbi, kuwa makini baba yangu, kuwa makini. Wanakuita wenzio Yuda. Wala, wanakuita Yuda. Tesi, wewe ndio unawatetea wote, wewe ndio unakingia kifua. Kitima, wewe ndio unamkingia kifua. Uko karibiana nani? Na Tulia Ackson, na wao wanamtaka Tulia, na wewe uko naye karibu. So, cha kufanya utaratibu ni kwamba nikakumalize wewe. Nina imani kwamba umeweza kuisikiliza na umeitazama kwa makini. Nataka niweze kukusaidia kuichanganua hii kauli. Kama wewe ni mgeni, tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription, alafu sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Tunaelezwa kwamba maisha ya Emmanuel Nchimbi yapo hatarini, ambaye ni makamu wa rais Tanzania, Mtanganyika. Lakini hiyo haiwezi katosha mboga. Sasa Watanganyika waanze kumuonea huruma Emmanuel Nchimbi. Huruma ya nini? Yeye na wenzake walishirikiana kuwaua wananchi wa Tanzania. Sio eti kwamba sasa Samia chukiwe, yeye asichukiwe. Wote ni wauaji. Lakini unaona huyu dada Recho anasema kwamba Nchimbi amekuwa kikwazo kwa mambo ambayo Samia anataka kufanya. Jambo la kwanza, inaonekana kwamba Samia walikosana na Tulia Ackson ambaye alikuwa ni spika wa bunge la kitaifa Tanzania kabla ya uchaguzi. Wengi wakafikiri kwamba Tulia Ackson atarudishwa kama spika, lakini imeweza kudhihirika wazi kwamba Samia na Tulia Ackson walikosana kitambo sana. Wengi walifikiri kwamba Tulia kama angepewa uspika wa bunge la taifa Tanzania,
angepewa waziri, angepewa hata cheo cha waziri mkuu, ila alitupwa kama ganda la mua. Kwa nini? Kuna mambo ambayo Samia alikuwa anataka yapitishwe, ila Tulia Ackson alikuwa anayakataa. Kwa hivyo Samia hakukuwa anataka mtu ambaye anapingana naye. Alikuwa anataka mtu ambaye akisema kwamba chutama, anachutama. Akimuita, anaitikia. Ndio maana akaweza kumweka Bwana Zungu. Sasa tunaelezwa Samia anamtaka aweza kumfanyia kitu Tulia Ackson. Lakini sasa Tulia, kwa sababu ni rafiki wa Nchimbi, Nchimbi amesusa, amekataa. Na ili Samia aweze kutekeleza tendo lake kwa Tulia Ackson, lazima aweze kumuondoa nani? Makamu wake mwenye amekataa mambo kama hayo kufanywa kwa Tulia Ackson. Hapo sasa ndio ninaelezwa maisha ya Nchimbi yapo hatarini. Kwa nini? Kwa sababu anakataa msimamo wa Samia. Nambari 2, ninaelezwa hivi. Bwana Emmanuel Nchimbi amekuwa kikwazo sana kwa mipango mibaya ambayo serikali hii ya Samia inapanga dhidi ya Padri Kitima. Padri Kitima ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa maaskofu Tanzania TEC. Amekuwa kikwazo kikubwa sana kwa hii serikali. Juzi tu mliona Padri Kitima alisema, unajuaje, hawezi akaunga mkono mauaji yaliyotekelezwa na hii serikali. Hawezi akaunga mkono serikali ambayo inawanyanyasa wa Tanzania. Sasa serikali hii inaona Padri Kitima kama mtu ambaye hawataki mema, na ndio maana wanataka kumfanyia tendo baya. Lakini sasa kabla ya tendo baya kufanywa, Emmanuel Nchimbi amekataa. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Sasa kuna tofauti ambayo ipo ndani ya hii serikali ya mauaji. Unajua hata Mwenyezi Mungu hawezi akapendezwa jinsi ambavyo wananchi waliweza kuuawa. Hawezi. Wananchi ambao hawakukuwa na hatia, wananchi ambao walikuwa wanataka kitu ambacho kinaitwa unyanyasaji uweze kuisha, kitu ambacho kilikuwa kinaitwa utawala wa kimabavu uweze kuisha, udikteta uweze kuisha, ila wakaweza kujibiwa kwa kupigwa risasi. Sasa Mwenyezi Mungu ameweza kuleta tofauti ndani ya serikali. Nyinyi hamwezi mkaiona, lakini mimi niko na vyanzo vyangu vya kuniarifu mambo si mazuri, hawaelewani. Na ndio maana Nchimbi amesonga nyuma, mambo mengi huwa asungumzi. Mtu ambaye anazungumza ni huyu mwenye ni Tahira, waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Yeye ndiye anapiga kelele pere 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 pia. Anapiga kelele kama chiriku. Hata chiriku imemzidi akili. Kitu ambacho unapaswa kujua, maisha ya Nchimbi yapo hatarini. Hata yakiwa hatarini, wote walishirikiana pamoja kuangamiza na kuua Watanzania. Mimi ninasema hivi, Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni,
leta mchanganyiko, leta vita kubwa ndani ya hii serikali, watafautiane, kwa sababu hii serikali haina ridhaa ya mwananchi, haina baraka za mwananchi. Waliweza kuua, wakamwaga damu, wakaingia madarakani. Wazo lako ni lipi?